vizuri na kutusii kwamba baada ya mafunzo tumepata uelewa na huu uelewa tukautumie kwenye jamii yetu. Hivyo tunaomba tuwapige makofi. Pia nishukuru uongozi wa halmashauri yetu kwa kutuhifadhi na kutulea sisi madiwani mpaka siku ya leo tunahitimisha mafunzo, nao tunasema asante, tuwapige makofi. Kwa umuhimu zaidi niwapongeze sana waheshimiwa madiwani kwa kuwa wasikivu, wavumilivu kupokea mafunzo, na mimi kama mwenyekiti wa halmashauri nasema poleni, pia nawapongezeni sana. Kwa umuhimu zaidi, sasa tumeshajifunza, tumeshaelewa, kinachofuata ni kwenda kuyatumia mafunzo kwa ajili ya kusaidia jamii yetu na halmashauri yetu. Lengo kuu ni kusaidia jamii na halmashauri kwa ujumla. Hatutapenda kufanya makosa ambayo mafunzo yetu yanatukataza, lakini tunaondoka na uelewa mkubwa, na tunaondoka hapa tumebeba jambo kubwa moja, kwamba Chunya fursa ya kuongeza vyanzo vya mapato ni kubwa zaidi, na sisi tunajihakikishia kwamba tutaongeza. Kiukweli mtazamo wangu, kabla ya kupata nafasi ya kuaminiwa na wananchi wa kata ya Chokaa kwenda kuiwakilisha kata na wilaya kwa ujumla kwa nafasi ya udiwani, na kabla sijapata mafunzo, kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa navifikiria tofauti, lakini naamini wananchi wa Chunya wawe na imani sana na sisi, wawe na imani na baraza la madiwani, kwa kuwa kile ambacho tulitarajia kuja kukifanya na kuongeza nguvu namna ya kuweza kushawishi na kushauriana na wenzangu, tukashauriana pia na wataalamu wetu katika wilaya yetu ya Chunya, kwamba malengo ya waheshimiwa madiwani wote naamini yana mfanano, kwa sababu sisi sote tunatarajia kwenda kupata matokeo, kwa sababu tunategemea baada ya miaka mitano tuwe na neno la kusema la kurejesha kwa wananchi. Tunategemea sana kwenda kuungwa mkono na wananchi, kwa sababu wananchi wana imani na sisi, na ndio maana walitupa nafasi ya kwenda sisi kusimama kwa niaba yao. Kikubwa wasiache kutupa ushirikiano, kwani nafasi ya udiwani baada ya kupata mafunzo, nimeamini kwamba sisi ni wawakilishi wa wananchi, na shughuli zetu tutazifanya kwa ukaribu sana na wananchi, kwa sababu zitakuwa shirikishi. Hatutaenda nje na utaratibu ambao tumekwenda kupata mafunzo leo. Tutajitahidi sana kwenda kusimama kuhakikisha kila mwananchi anashiriki kwa sehemu yake, mawazo yake, mipango yake ya mtu mmoja mmoja, mipango ya pamoja kupitia vikao na mikutano. Tutakwenda kuhakikisha sisi tunakwenda kuipeleka kwenye baraza na mwisho tutapeleka mrejesho kwa wananchi. Kimsingi mafunzo yametusaidia kwa maana ya kuongeza uelewa na utendaji wa kazi kama mheshimiwa diwani, kwa maana elimu tu imetubadilisha. Tutakavyorudi kwenye kata zetu tutaenda kuongeza kwanza mapato ya halmashauri, na pia kuwashirikisha wananchi kuibua miradi ambayo inawakabili kwenye jamii. Wananchi wategemee mabadiliko ya kiutendaji, kwa sababu hii ni awamu yangu ya 4, lakini kupitia mafunzo haya nimepata uelewa zaidi, kwa sababu kata ni ile, lakini mambo huwa yanaenda yanabadilika. Kupitia mafunzo haya nimeongeza ujuzi na utendaji wangu wa kazi utakwenda kubadilika, kwa maana ya kusimamia watendaji pamoja na halmashauri. Toka tumeanza mafunzo haya, kwa kweli mafunzo ni mazuri ambayo yanaenda kuwawezesha waheshimiwa madiwani nikiwemo na mimi kwenda kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Mafunzo haya kila tunapoingia, kwa sababu ni diwani mzoefu, naona kama yameboreshwa zaidi, wakufunzi wako vizuri, hata sisi waheshimiwa wenyewe tunasikiliza vizuri. Kimsingi yataenda kuleta tija na ufanisi kwenye kata zetu, kwamba nakwenda kuwa balozi kwa maana ya kuwashirikisha nini tumeenda kujifunza, tukashare pamoja ili tuweze kufanya kazi za watu, tuweze kusonga mbele. Tumefurahia toka tumekuja, mafunzo yako vizuri na wakufunzi wako vizuri, lakini pia
Tangu nimeanza udiwani na mafunzo mengine niliyoyapata, kwa sasa nimeona mafunzo yameboreka, yako vizuri na wakufunzi wako vizuri. Hakika tumefurahia na tumejifunza mengi kutoka huko kwenye kata zetu, lakini pia na wilaya yetu, halmashauri yetu ya Chunya kwa ujumla. Na pale ambapo palikuwa hapajakaa sawa, sasa patakaa vizuri kulingana na mafunzo ambayo nimeyapata. Tuko hapa kwenye semina ya mafunzo ya siku 3 ya madiwani kwa ajili ya kupata uelewa zaidi wa kuweza kutumikia wananchi, kusimamia miradi ya halmashauri, kupanga mipango na kuweza kuona kwamba kwa jamii kwa jumla inapataje maendeleo ndani ya wilaya yetu. Nikiwa hapa, kwanza wakati sijapata mafunzo nilidhani udiwani ni kukaa ofisini, yani kushinda na watendaji. Kumbe diwani ni msimamizi. Kazi yake ni kuhakikisha kwamba watendaji wanafanya kazi zile ambazo zimelengwa kwenye ilani na ambazo zipo kwenye mipango ya halmashauri. Kwa kazi yangu mimi kubwa sasa ni kuhakikisha kwamba ile mipango ile ambayo imepangwa inakwenda kufanywa. Watendaji wanaitekeleza vizuri, wataalamu wanatekeleza vizuri, wanatoa huduma kwa jamii. Ile lengo la serikali au dira ya serikali kwamba jamii ipate huduma, basi zinafika kwa wakati. Hilo ndio jambo ambalo nimejifunza hapa, na kwa ujumla nimeona ni kitu muhimu, kimetuongezea uelewa, hata namna ya kuhoji maswali kwa watendaji, hata namna ya kuzungumza na watumishi, nacho pia kimetuongezea uelewa mkubwa sana. Kwa tukiwa hapa hatujapoteza muda, tumejifunza vizuri. Tunamshukuru mkurugenzi pamoja na mwenyekiti wa halmashauri kutuandalia semina nzuri ambayo inatupatia uelewa madiwani. Kwanza wananchi wa Chunya wategemee kwamba wana baraza la madiwani ambalo linakwenda kufanya kazi kwa uadilifu, kwa ubunifu na umakini kwa ajili ya kuleta maendeleo ya wanachunya kwa jumla. Tukianza na wananchi ambao wanapata ile mikopo ya halmashauri kwa maana vijana, ile 442, 4% ya vijana, 4% ya wanawake na 2% za watu wenye ulemavu, tuhakikisha kwamba tunazisimamia vizuri kama baraza, ziweze kuwasaidia wananchi na kuwafikia walengwa kwa ajili ya kujikwamua kimaisha, kwa sababu ndio target ya Mama Samia, target ya serikali yetu, target ya halmashauri. Kwanza tumejifunza mada mbalimbali, mada ya usimamizi wa mabaraza, maadili, mgawanyo wa majukumu na namna ya kusimamia fedha, namna ya kupanga bajeti. Kimsingi kwa ujumla wake tumepata ujuzi wa kutosha namna ya kuweza kuisimamia halmashauri yetu, na hii itatusaidia sana kuhakikisha wananchi wetu wa Chunya hususan Wanakasanga kunufaika na haya mafunzo niliyoyapata. Tutegemee sana wananchi wa kata ya Upendo kuweza kusimamia miradi yote ambayo itakuja na kuibua miradi mingine kwenye kata ya Upendo kwa ujumla. Mambo ambayo wamenibrush sana ni mambo ya usimamizi wa miradi kuanzia kwenye kata yangu ya Upendo, lakini pia kwenye halmashauri ya wilaya ya Chunya. Hayo ni mambo ambayo wamenibrush sana katika semina hii. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz, lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.